السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. Somo letu la leo biidhnillah tabaraka wa taala litazungumzia kuwa ni nani ambaye ataingia katika khitab bil amri wan nahy, kwa maana inapokuja amri au likija katazo, nani ambaye anaingia katika agizo hilo, khitabu hiyo, kuambiwa huko. Jawabu anasema alladhi yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi huwa al mukallafu wa huwa al balighu al aqilu, ambaye ataingia katika khitab, katika agizo, pia atakaingia katika maelekezo, taujihat, pia atakayeingia katika kuambiwa bil amri, kwa kutekeleza amri au kujiepusha na kile ambacho kimekatazwa. Huwa al-mukallafu, ambaye ataingia katika hii amri au katazo ni mukallaf. Na mukallaf wa huwa al-balighu al-aqil, yule mwenye kubaleghe tena aliyekuwa na akili. Kwa ikija amri yoyote au katazo lolote, basi lamlenga huyu al-mukallaf. Manake kama si baligh, amri hiyo wala katazo hilo halitomhusu. Akiwa ni al-mukallaf lakini ni ghairu al-aqil, pia agizo hilo halitompata, kwa kuwa kuna mani'un min mawani'i al-khitabi, kuna kizuizi cha kukubaliwa khitab ambacho ni kukosa akili. Sabaka hadithu, imetangulia hadithi, rufi'a al-qalamu an thalatha, imenyanyuliwa kalamu, kwa maana haiandiki, kwa watu sampuli tatu. Wa minhum as-sabiyyu, na miongoni mwao ni mtoto, hata yablugha, mpaka atakapo baleghe. Wal majnun hatta yufiqa, na mwendawazimu mpaka aondokwe na ule uendawazimu wake. Kwa maana yake ni kwamba hapa amemlenga ambaye ni albalighu, mtoto bado hajabaleghe, na almajnun anaweza akawa ni baligh lakini ghairu aqil. Kwa hiyo khitab na kalamu wakati huo haiandiki, kwa maana hahukumiwi kwa amri atakayoitekeleza, kwa kuwa anaitekeleza kwa kuwa hana akili, walake hana akili ya kuweza kuendesha ile ibada kama ni ibada. Na pia akijizuia na katazo au akifanya mfano katazo lolote, huyo hahukumiwi kwa kuwa ni mwenda azimu, ana mani'un ya kutohukumiwa kwa kuwa ana sifa ya uenda azimu. Kwa hiyo sheria haimchukulii hilo wala haimhukumu. Fakharaja biqaulina, kwa itatoka kwa kauli yetu albalighu. Neno albalighu atatoka nani? As-saghiru. Fala yukallaf bil amri wan nahyi taklifan musawiyan litaklifi albaligh. Mtoto mdogo yeye hato kalifishwa kutekeleza maamrisho wa nahi au kuacha makatazo, taklifan musawiyan litaklifi albaligh, kule kukalifishwa kunakolingana na kukalifishwa kwa aliyebalighi. Manake aliyebalighi utamkataza na utamuamrisha, lakini makatazo utakayoyatumia kwa mdogo si kama ya huyu. Utamkataza, lakini kama atafanya basi haadhibiwi wala hukumiwi kama aliyebaligh. Na kama wanamuamrisha kutekeleza ibada ya swala, kwa kuwa si baligh,
kama hakutekeleza baada ya kumwamrisha, basi usimchukulie hukumu ya kumwadhibu, bali katika maeneo ya mazoezi na tamrinati. Kwa hiyo hahukumiwi wala haadhibiwi kwa kutotekeleza nini? Amri, kwa kuwa taklifi yake si sawa na taklifi ya albaligh. Walakinahu yu'maru bil ibadat, lakini ataamrisha kufanya ibada baada tamyizi, baada ya kuwa mpambanuzi. Na haddu tamyiz kama alivyosema ahlul ilmi ni kuanzia miaka 7. Tutakishakuwa na miaka 7, huyu tayari ashakuwa ni mumayyiz. Kwa hiyo ataamrishwa kutekeleza ibadat, pia yale makatazo atakatazwa. Tufanya hivi kwa nini? Tamrina lahu ala taa, kwa ajili ya kumzoesha nini? Kumzoesha taa. Na tamrina lahu ala taa ni kumpa mazoezi juu ya taa. Wa yumna'u min almaasi, na atakatazwa maasiya li yatada alkaffa anha, yatada ili azoee alkaffa anha, kule kujizuia na nini? Na maasiya. Kwa tunamfanya hivyo azoee maana yake. Sasa kitokea amefanya, basi tutamchapa tuviji fimbo vya taazir, kwa kuwa tunamuadabisha ajue kwamba hili halifai. Wa kharaja biqaulina al-aqil, tutoka kwa kauli yetu al-aqil al-majnun, fala yukallafu bil amri wan nahyi. Pia majnun hakalifishi kutekeleza maamrisho wala kuacha makatazo. Namba moja ilienda sana kumbe. Naam, tumalizie namba moja huko chini. Waqala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, inna al-ahkama inma tathbutu fi haqqi Allah ta'ala ba'da bulughihi, ay al-'abdu wa bulughuha ilayhi. Soma badai'u al-fawaid. Sheikh asema innal ahkama ka hukmu inma tathbutu fi haqqi Allah, kama vingine zinathibiti katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mukallaf baada bulughihi, baada ya kubaligha kwake. Ai al-abdu, manake yule mja akishabaligha ndio zile hukumu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ataziamrisha zitamfikia. Wa bulughuha ilayhi, na kule kufikia kwake hizi hukumu ilayhi, hizi hukumu pia zimfikie. Inawezekana ikawa kweli ni mukallaf lakini hajafikiwa na ujumbe, kwa katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuadhibiwa kwa kuwa hukumu haijamfikia. Ile wa ma kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Kama ujumbe haujamfikia japokuwa ni mukallaf, basi sheria haito muadhibu wala haitomtesa. Kwa hiyo bulughuha ilayhi, na kufikia bulughuha ay bulughul ahkami ilayhi, na zile hukumu pia zimfikie huyu mukallaf. Hapo katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala anastahiki kuhukumiwa pale ambapo ataacha, pale ambapo hatatekeleza maamrisho, na pale ambapo kama amekatazwa akafanya kwa makusudi, kwa kuwa amebaligha na hukumu imemfikia katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu tayari ashakuwa ni mas'ul. Waqala Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, innal kitaba was sunna, hakika kitabu na sunna, qad dalla ala anna Allah, imeonyesha kwamba Allah mtukufu, Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'adhibu ahadan, hamuadhibu yoyote, illa ba'da iblaghi risala, isipokuwa baada ya kufika ujumbe. Faman lam tablughuhu risalatu, ambaye ujumbe haujamfikia jumlatan, kwa ujumla, lam yu'adhab, hatoadhibiwa ra'san. Kwa kuwa kwa ujumla haujamfikia, basi hatoadhibiwa ra'san, kwa maana yeye mwenyewe hatoadhibiwa, kwa maana ibtidaan. Sababu ra's, mtu anaanza kujulikana kuwa ni mtu kupitia nini? Ar-ra's. Kwa kuwa jumlatan haijafikia, lam yu'adhab ra'san ay ibtidaan. Kwa kuwa ujumbe haujamfikia hawezi kuadhibiwa, mpaka mwisho wa maelezo. Wa dhakara adillatan minha, na ataja dalili miongoni mwazo qauluhu ta'ala, wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Al-Isra, sura hiyo. Al-Fatawa
mjeledi wa 12 ukurasa wa 493. Wa amma dhabitul bulughi famahsulun imbatul ana au al-lihya inzalul mani bishahwa bulughu 15 sanatan. Sheikh asema vidhibiti vya kuweza kumjua mtu kuwa amebaleghe. Wa amma dhabitul bulughi fa husulun, inapatikana kwa njia gani? Imbatul ana, kutoka na nywele za kinenani. Ana ni sehemu ya juu, sawa sawa ni kwa mwanamume au mwanamke. Kile chenyewe hakiitwi hivi, ni alfarju. Hapa juu naitwa sehemu ya kinena, hii sehemu hii, japokuwa wengine pale ndio wanaita hivyo, lakini sehemu ya juu ndio yenyewe ile inaitwa farj. Au lihya, au kuota ndevu. Ukishaota ndevu au nywele zimetoka sehemu hiyo, wewe ushabalegha hata kama una miaka 15. Nyingine inzalul mani bishahwa, kutoka na manii kwa shahwa. Maana yake ikiwa unaweza ukatamani na ikapelekea manii kutoka, basi maana yake ushabalegha, tayari ni mukallaf. Nyingine bulughu 15 sanatan, 15 sanatan, kufikisha miaka 15. Upande wa sheria yetu tayari ni balighu al-aqil, hata kama haya ya juu hayapo, huyo tayari ni baligh. Na ameweka alama hii ya miaka 15 kwa kuwa kuna wengine hizi alama hazidhihiri, hazionekani haraka, kwa inabidi umpime kwa miaka. Ama ikiwa zimetangulia kutoka, basi na miaka ishakamilika, atakumiwa kwa vitu vingapi? Vitatu: miaka, na hiyo hali ya kutoka na nywele za siri, pia na kutoka na manii. Huyo tayari ni al-baligh. Hizi ni alama za kujua kwamba amebaligh. Ndio huyo sasa tushamwanza namba 1 tayari, hata kama hana miaka 15 ni baligh. Amekosa namba moja, ana namba 2, huyo ni baligh. Amekosa hizo 2 zote, ana ya mwisho, ni baligh. Si kwamba lazima ziunganishe zote. Ana nini? Ana miaka mingapi huyo? 10. Huyo tayari shabaligh, si ndevu anazo, hata kama ziwe za asili za nini, kikubwa kuonekana ndevu, huyo ashabaligh. Huyu ni upande wa mwanamume. Lilmar'a, mwanamke utaongezea alama nyingine, wa hiya alhaidhu, akishakuwa anaingia katika siku zake, pia atakuwa ashaingia katika ule muda wa albulugh. Asharhu almumti' mjeledi wa 6 ukurasa huo, rejea kitabu hicho. Tusema wa kharaja biqaulina al-aqilu al-majnun fala yukallafu bil amri wan nahyi walakinahu yumna'u, lakini atazuiliwa mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairihi, atazuiliwa katika yale ambayo inakuwa ni ta'addin kwa maana ni dhulm ala ghairihi. Ataka na uenda wazimu wampige mtu au avunje kioo cha pikipiki ya mtu au gari, kwa hiyo huyu atazuiliwa. Na ikitokea ameharibu, si anayeulizwa ni nadhiruhu, yule waliyu, msimamizi wake, ndiye ambaye atadhamini kulipa kile ambacho kimeharibiwa. Huyu bado anahesabiwa si mukallaf, kwa kuwa hakufanya kwa akili yake, bali ana akili za ziada ndizo ambazo pelekea afanye vile. Kwa hiyo kulipa hakalifishi yeye, anakalifishwa wali ambaye ndiyo msimamizi wa mtoto huyu au mwendawazimu huyu. Kama ataka ampige mwingine, amfanyie dhulma mwingine, atazuiliwa. Au ifsadin, au kuharibu. Falau fa'ala al-ma'mura bihi, lau atafanya mwendawazimu ambacho kimeamrishwa, lam yasihha minhu al-fi'lu, haitosi kwa kile kitendo. Kwa nini? Liadami qasdi limtithali minhu, kosekana kusudia kule kutekeleza. Manake yeye anafanya tu, anafuata. Ndio maana hata akisikia gari na vuma anaweza akageuka akaangalia, akisikia mlango unagonga anaangalia, manake wala hajakusudia kuingia kwenye swala, kaona watu wanaingia naye akaingia.
kwa kuwa hakuna alimtithal, kwa kukusudia kutekeleza hili tendo, kaingia tu basi hatohukumiwa wala haitopitishwa. Kama bwana hii muda wako akakaa kwenye safu vizuri, si swala, hakuna. Lazima uwe na nini? Nia, makusudio lazima awepo. Yeye kaingia tu kama anavyoingia watoto msikitini. Kwa hiyo ni majnun. Lakini usisahau kuwa wala yaridu ala hadha ijabu zaka wal huquq al maliya fi mali as-saghir wal majnun. Hili la yaliyotajwa huku juu kuwa mwendawazimu akitekeleza maamur haitopokelewa kwa kuwa hajakusudia kufanya, lakini ana mali imefikia kutolewa zaka. Hili ni swala husiana na mali, sio mtu. Mali haihitaji nini? At-taklif. Tuangalia mali imefikia zaka, waliyu al-majnun au waliyu sabii atafanya hesabu ya mali yake itolewe zaka. Ndio maana nasema wala yaridu ala hadha ijabu zaka, wala haiji katika haya tuliyozungumza hapa juu wajibu wa zaka wal huququl maliya, na haki za kimali fi mali as-saghir wal majnun. Kwa nini? Lianna ijaba hadhihi marbutun bi asbabin muayyana, kule kufungwa jambo la zaka na mali na haki nyingine za kimali limefungwa kwa sababu maalum. Sawa? Mata wujidat, hizo sababu zikipatikana, mali tayari shafikia ni sawa. Ana haki za kimali, labda ana mke, ni mlazimu kweli, lakini mali anayo, ana haki za kimali kulisha nini? Familia yake. Kwa hiyo waliyu almajnun au huyu mdogo ambaye kaoa hali ya kuwa bado ni mdogo, mali yake itachukuliwa walishe familia yake. Hatasema bwana huyu ni majnun, kwa kwanza mali yake pia isitumike kwa sababu amekosa ufahamu. Hapana, haki za kimali zitatekelezwa kama kawaida, kwa kuwa ile sababu ya wajibu wa jambo hili imefikia ni ipi? Kufikia kiwango. Sababu ni ipi? Huyu adaiwa matumizi, japo ni mwendawazimu, kwa hiyo mali yake ichukuliwe, familia ilishwe. Hii ni sababu, haihusiana nani na mhusika. Na makosa yatarudi kwa hawa wasimamizi. Yeye kwa sababu hatawezi kumwadhibu kwa kuwa yeye hajafikia ulugh, kwa sababu yana mazingira aima ni usabii au mwendawazimu. Kwa hiyo wale wasimamizi wake ndio atakuwa masulu mbele ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa kama angekuwa ni mzima mwenyewe angelisimamia hili na angefanya ataaddi, manake asingetoa akavuka mpaka huu, bado itamrudia yeye mwenyewe kwa kuwa ni mzima, si mwenda wazimu. Lakini hapa ataulizwa nani? Wale wa masuulu wake, wale mawali wake. Hii kwa sababu gani? Imepatikana sababu maalum. Mata wujidat thabata al-hukm fahiya manzurun fiha ila sababi la ila al-fa'il. Kwa kuwa masaili yanahusiana na mali au na zaka, hili la subiriwa, la angaliwa fiha. Kinachoangaliwa katika hili ni nini? Sababu, sio nini? Sio mtendaji. Sababu ni ipi? Ni mali. Ipo haipo? Ipo. Mfikia nisabu? Ndiyo, zaka itolewe. Mwenyewe bana ni mwendawazimu? Hapana, hii husiana na nini? Na mtendaji, husiana na mali. Kwa hiyo hili lazima litekelezwe, na sisi ndio wasimamizi wa watu hao. Tutambue kwamba yeye mwenyewe akifanya haitozingatiwa kwa kuwa ni majnun, lakini mali yake lazima ifanyiwe kazi na itekelezwe. Hawa wanaotekeleza kwa niaba yake wanaingia katika hukumu addalu ala alkhairi kafa'ili, sababu wao wamesimamia jambo la huyu kijana. Na ujira huu hauhusiani na ujira, utarudi kama kawaida kwa sababu ishapatikana. Sababu ujira si anayetoa ni Allah, au kwa sababu ni mwanadamu basi hiki ambacho amefanyiwa pia hapati ujira? La, ambacho anazuiliwa ni kile ambacho anatakiwa akifanye
mwenyewe na kimeshindikana kwa sababu amekosa nini? Ufahamu. Lakini mali imetolewa niaba yake, ujira atahifadhiwa kama kawaida. Kiyama ataukuta, sababu kiyama hakuna wenda azimu, atakuta nini? Ujira wake umetunzwa. Kwenye haya kalamu inaendelea kufanya kazi kwa haya mambo ya zaka, haki za kimali, ujira ambao utapatikana kupitia mali yake iliyofanyaje, iliyotolewa. Kalamu inaendelea kufanya kazi. Hapa ambapo imenyanyuliwa ni pale ambapo yeye mwenyewe ataka aliyetekeleza ile jambo lenyewe, ndio kalamu haifanyi kazi. Ndio rufi al-qalamu ina maeneo yake, sio ala itlaqihi. Na sasa mali ya zaka haihusiani na mambo ya kulea mayatima. Yatima ana ufanye ihsani na mali ambayo si ya zaka. Yani fungu la zaka likifikia litolewe kama kawaida, alafu ndio mabaki ule nani? Yatima. Yani manake kiulizwa, je, katika watu wanaopewa zaka kina nani? Yatima haingii, kwa kuwa katika yale mafungu 8 hayupo. Mafungu 8 au 6 na babaika, sawa. Alimuhimu hayupo kwenye mafungu hayo, hiyo idadi. Tangalia kama ni 6 ni 8, nitapunguza na kuongeza. Na cha msingi mali ya zaka haihusiani na nani? Na yatima. Yatima ni umpangie fungu lake maalum na umuendeshe kwa fungu maalum. Toa hiyo zaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, wape wahusika, kisha kwa sababu mali bado ipo, fanya ihsani kulea mayatima. Na kukosekana dola haina maana kwamba zaka hazitolewi. Au unakusudia dola kivipi? Sasa lau kana dinu birra'i lakana a'la asfal al-khawfi aula min a'lahu, si ndio? Kwa kuwa tayari walengwa wapo na sio kwamba wamemalizika, bado wapo mpaka leo, basi ielekezwe kwa walengwa, alafu masala ya kulea yatima yabakie ni jukumu la mtu binafsi kwa ihsani yake. Na ndio ile ambayo atakiwa yafanye yeye kama yeye, ndio ndio maana yake. Kwa sababu hata mtoto mdogo kama utamfundisha namna ya kutekeleza labda funga, na akatekeleza funga mumayiz kama kawaida, na akawa hajabatilisha funga yake, anapata ujira. Na pia aliyemwelekeza ujira anafanyaje? Anapata. Lakini upande wa mambo ya madhambi, labda tujalie kamata mtoto wa mtu, huyo mwenda wazimu, hata hukumiwa hukumu ya nani? Ile ya kupigwa fimbo 100, lakini ataadhibiwa tu kidogo, taazir, kuonyesha kwamba hili alifai, hili akome, akiona watu ajiweke mbali nao. Kwa nini? Maana yake haachi tu hivyo kwamba mwenda wazimu atafanya mengi. Akivunja kioo cha mtu, mzazi kama mzazi atamwadhibu kama fimbo 2-3, lakini mzazi ndiye atabeba nini? Jukumu la kulipa kile ambacho kimeharibiwa. Ndio tulafaa tu. Sasa kama ana mali, mfano yule mwenda wazimu, baba ana haki ya kuchukua mali ya mwenda wazimu alipe kile kitu cha mhusika. Mambo ya kimali haya tuko sawa. Lakini kwa yeye mwenyewe kama tulivyosema, ataingia katika kwenye swala yeye mwenda wazimu, yeye tuzungumza hana hoja. Ama mtoto mdogo inawezekana akaingia na akatulizana miaka 7. Mwenda wazimu yeye tunajua mazingira yake, lakini mdogo kama amezoeshwa miaka 7, miaka 9, huyu anaweza akatulizana katika swala na akaswali vizuri. Ama asipotekeleza hatoadhibiwa kwamba mbona hujatekeleza swala. Allah katika haki ya Allah huyu hana dhima. Wewe kama mzazi ni sehemu ya mazoezi kwamba mbona leo hujakuona dhuhuri. Kwa hiyo anapata kidogo, afa anaambiwa kaswali. Sasa lengo lako ni nini?
umzoesha akishafikia miaka 15 wala hana shida ya nini ya ibada. Kwa hiyo ndio mazingira ya almajnun. Na ana akili zake kafiri. Yule ndio fa'ili mwenyewe, atasema yale mwisho wa siku akipoa, anasema nimelazimisha ikiwa ni mwendawazimu, kwa hiyo narudi kanisani. Utamfanyaje yule? Kwa kuwa umemlazimisha, wakati umemtamkisha akiwa ni atatamka kimwendawazimu hivyo hivyo. Kisha kishukutwa akili kirudi ikwambia bwana sijasilimu mimi, utamwambiaje? Alafu baadaye akawa mwendawazimu. Sasa usimwendawazimu jamani, umtamkisha kitu gani? Ikiwa kwenye swala tendo analolifanya yeye halipitishwi, je, maneno ya shahada ya kalimatu tauhid anaweza akayatamka kweli? Je, atakuwa ni mu'tabara? Hawezi kuzingatiwa. Kwa sababu gani? Hali aliyokuwa nayo. Tumwache apoe, akishapoa ndio tumlinganie. Akisema bwana shahada iendelee, tutamtamkisha, lakini hatuwezi kumtamkisha katika mazingira hayo. Ina maana yake tukimtamkisha hivi kama vile tuacheza pamoja naye, tuko kwenye michezo, haithibiti. Na sazungumzia hukumu ya huko kwa akifa kama ni kafiri akawa mwendawazimu akafa katika hali ya namna hiyo. Je, atahukumiwa wa mwendawazimu au atasamehewa kwa sababu alikuwa mwendawazimu? Anaangaliwa kabla hapo, si alikuwa ni balighul aqil, kapata mwendawazimu wakati gani? Ni mtu ana baleghe zake, kwa hiyo atapambana na adhabu kwa sababu tayari alikuwa ni mtu ana akili zake kabla hapo hajasilimu. Sasa isihudie kwamba kashakuwa mwendawazimu ni miaka 16 17, kabla hapo alikuwa wapi? Kwa kuwa alikuwa awe Muislamu kabla ya hapo na likamjia hili tayari ni katika mazingira hayo, huyu hukumu yake narudi pale pale, kwa ataenda kuhukumiwa kulingana na mazingira ya mwanzo alikuwaje, na ilitakiwa aslimu wakati gani, wakati akiwa tayari kabla ya kubaleghe na baada ya kubaleghe kachelewa mpaka akapetwa na hali hii, atahukumiwa kulingana na mazingira aliyokuwa nayo mwanzo. Kama vile mtu wa kawaida, wewe miaka 15 16 hujafanya ibada yoyote, 17 ukawa mwendawazimu, wewe ukifa hapa ambiwa akafa mwendawazimu, si ndio? Masala haya yanabakia pale pale, kuangaliwa je, mwanzo alikuwaje na hukumu jawabu hili litakuwa lifanywa wakati gani jukumu hili, au akazubaa mpaka amefikiwa na hali hii, wataadhibiwa kulingana na hali yake ya mwanzo. Hii ni masaili yanayohusiana na mwendawazimu. Na au kwa kuwa kasababisha mwendawazimu huu, atabeba jukumu lake la haya ambayo, yani mwendawazimu tumekusudia kuna ile nini wanaita al-afatu samawiyya. Afatu samawiyya ni jambo ambalo linampata kutoka kwa mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, akadiria awe hivi. Sasa huyu janga tukompata design hiyo, tukiangalia hakuna kisababisho chochote, huyu hukumu yake ni mwendawazimu. Ama wengine wanatengeneza mazingira ya kupata mwendawazimu, bangi hiyo, miraa, huyu ni mas'ul kwa kuwa alikatazwa kula miraa na kunywa pombe, lakini akafanyaje? Kwa hiyo ni mukallaf na ni maswali ataulizwa kama kawaida, kwa sababu si jambo limemtokea kwa mazingira ya Allah, makadirio yake ni yeye kajitengenezea. Huyu ana maswali mbele ya Allah, ataadhibiwa kama kawaida ya kuwa katika mazingira ya kupoa, hata mpaka labda Allah akamchukua. Huyu sasa yeye si mas'ul, ataulizwa kitu gani? Kwa kuwa sisi kwanza, hata sisi wenyewe ambao si wendawazimu, kwa mujibu wa sheria yetu hatutaki kumkatia mtu kabisa huyu bwana janna. Tutasema bwana kwa mwenendo wake huu na amali zake hizi tutatarajia. Na pia hawa ambao ni walevi, bwana kwa ulevi akianguka hapa ni motoni, pia hatutakiwi kuwa hivyo bwana kwa matendo yake. Kama atakufa katika huyu bwana tuwaogopea, sio muingiza motoni kabisa, tuwaogopea, anaweza akawa ni mtu wa motoni.
Asa ikiwa huyu ni mtu wa kawaida, hali yake iko hivi, je, mwenda azimu tumuingize peponi haraka haraka hivi? Itatarajia kwa hali hii Allah atamuonea huruma kuwa mazingira alimpata hakufanya chochote, kwa hiyo ataingizwa janna. Yani kwa ujumla, sio kuna ile jumla tano wa tafsila, na ile jumla kwamba je, hajasikia hata aya ya swala katika maisha yake. Wewe leo unapata hukumu za kisheria tafsila, sababu kwanza unasoma, unakaa chini, unafafanuliwa zaka, sio hija, vitu gani. Lakini kule mwingine yeye anakuja juu juu tu, labda amepita kishki maeneo hayo akatoa dawa wajibu wa swala. Je, hata hii pia hajaipata? Au mashekhe mbalimbali ile dawa ya ujumla hata kabisa? Ndio watu wanatumia hiyo fursa ya umasaini. Kuna watu wanaitwa nani, wanaitwa wanakaa huko porini maazabu au na wengineo. Kama itakuwa haijawafia kabisa jumlatan, hapo wama kunna muadhibin. Lakini kama itakuwa wamepata hata harufu basi jukumu wanalo. Na watu wa design hii tulisema kuwa kupitia aya hii pia ahlul ilm wametafsiri kuwa mtu wa sampuli hii ambaye hajafikia ujumbe kabisa, kiyama pia kuna mitihani miwili au mmoja katika miwili. Moja katika mtihani utawashwa moto, kisha ataambiwa ingieni pale. Akigoma Allah atahukumu kuwa hata wangejiwa na mtume duniani pia wangemgomea, wanaingizwa motoni. Hakuna cha sasa. Asa si mtihani, kwani mtihani maana yake ni ile si adhabu, ni sehemu ya mtihani, ile si adhabu. Sasa si ile ingieni, maana yake ile utekelezaji. Allah mwenyewe anaweza akiwa na tayari washaanza kutumbuliza mguu, basi ashatekeleza amri ya rudini. Hawana cha muda kwamba wataadhibiwa. Ndio maana yake washirikina hao motoni milele, sababu walikuwa wanaabudu nini? Maana yake walikuwa hana Mungu yoyote zaidi ya matashi ya nafsi yao. Wanaingia katika kundi gani? Kundi la washirikina. Mtihani wa pili anasema ahlul ilmi, kisoma adwaul bayani katika tafsiri ya Qur'ani katika hii aya, wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Kwa hiyo akaeleza pia mtihani mwingine, ataletwa huyu mtume Muhammadun mbele yao. Jamani, huyo hapo mwamwamini? Hatumwamini. Shida ishapatikana. Tumwamini, manake wanahukumiwa kuwa duniani pia angewafikia huyu, angefanyaje? Angemwamini. Hiyo ni sehemu ya mitihani, ili wasipate nini? Sababu. Najua sangine ukiingizwa tu kachapa tu bila sababu, hebu niambie sababu gani umenichapa? Lakini hivi tu lazima mtu atahoji. Kwa hiyo alishakazamisha motoni, kwanza apewe nini? Vipingamizi vya kumfanya aiwe ni sababu ya nini adhabu hiyo unaipata, kwa sababu ya hili ambalo umelifanya. Kwa hiyo ndio maana kunakuwa na mazingira ya namna hiyo huko tunakokwenda. Naam, haki za kimali usijui. Nimesema mwenda wazimu ana mke, ana watoto wataka wasome. Je, mali yake isimame kwanza mpaka apone? Situmiwe za wengine? Lazima mali yake itumike, watoto wasomeshwe Qur'ani, shule, wale na mengine mengi yanayohusiana na mali. Maana ndio kafanya? La, kwani alimoa yule? Alimoa. Sasa ile inaitwa nikahu shubha, yaani na shubha ndani yake. Sababu gani? Hakumuoa kwa kisheria, mtoto kapatikana kwa njia hiyo ya huyu mwendawazimu, na kwa bahati mbaya Allah akakadiria kwa tone moja tu mtoto akapatikana. Kwa hiyo hapa huyu si mwanae kisheria, sasa hajamuoa, alafu pia alikuwa katika mazingira haya ya uendawazimu. Na je, atapigwa fimbo 100 kama yeye? Hatopigwa fimbo, kwa kuwa yeye ni majnun, ni faili huyu. Mtoto naye je, atamrithi babake? Hamrithi, huyu si babake kisheria.
atumweke wapi? Ndani ya ndoa? Nje ya ndoa bado yake, nje ya ndoa tena kapatikana kwa mwenda wazimu, unaongezea hiyo pia. Na yashaisha hiyo, maswali hayaishi leo hayo tena. Maswali kama hayo takiwi tuyajibu. Na mwalimu mmoja kwenda kufundisha kule Nairobi, kuuliza maswali yanamhusu mufti, nakwambia nendeni Nairobi kwa mufti mkaulize hayo, mimi kazi yangu ni kufundisha tu. Na ashamaliza wala ya sheikh kwambia ma araftani, ashamaliza wala harudi. Sheikh mmoja wa Kisomali, lakini alikuwa vizuri mashaallah sana katika masaili ya sheria, kasoma mamlaka doktora, ndio alianalizia mazingira ya mamlaka ya Maka za mazao, ilikuwa na neema. Sasa unaweza kaenda chuoni, mkija kuna maziwa chumbani kwenu na bahasha zimewekwa chini ya vitanda za fulusi, lakini neema hizo ziko wapi sasa hivi? Tunafaa kuzifuata. Zipo lakini sio kama zamani, mambo yanabadilika. Namba moja, ukuraji, yani maelekezo tu. Wataklifu bil amri wan nahyi shamilun lil muslimina wal kufari, lakinna al kafira la yasihu minhu fi'lu al ma'mur bihi hala kufrihi. Sheikh asema wataklif bil amri wan nahyi shamilun lil muslimina wal kufari. Kwa hiyo ikija amri au katazo inawaenea waislamu na makafiri, manake naye ataulizwa kiyama. Kama haja swali, hajatoa zaka, kuna maswali ataulizwa kafiri. Lakini al-kafiru, kifanya takhfif, lakini al-kafiru la yasihu minhu, haitosihi kwake yeye fi'lu al-ma'muri bihi hala kufri, katika hali ya ukafiri wake. Qawlihi ta'ala wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Hakuna ambacho kimewazuia wao kukubaliwa nafaka zao, vile ambavyo wanavyovitoa miongoni mwao katika sadaka na nini, illa annahum kafaru billah, isipokuwa ni kwamba wao wamemkufuru Allah wa birasuli, na mtume wake. Sasa kama kwa hili tu ndilo ambalo wakitoa sadaka zao hasipokelewi, ili kiyama wataulizwa, wangesilimu ibada zingefanyaje? Zingepokelewa kama kawaida. Na ipi aya takiwa tarjama mjini, wama mana'ahum, hakuna kilichowazuia wao, an tuqbala minhum nafaqatuhum, kukubaliwa miongoni mwao nafaka zao, vile wanavyovitoa miongoni mwa sadaka na mengineo tatawuati, illa annahum kafaru billahi wa birasuli, isipokuwa wamemkufuru Allah na mtume wake. Manake hawakumwamini Allah wala mtume aliyekuja na hizi sheria na huu Uislamu. Kwa ndio ambapo kile ambacho watakifanya hakipokelewi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakifanya hapa duniani, Allah subhanahu wa ta'ala anakunjulia riziki zao, wanakuwa na hili na lile, lakini akhera hana kitu. Yani Allah alivyokuwa karim, hamwachi tupo hapa akhera. Umetoa, umejenga msikiti, utapokelewa, madrasa itapokelewa, lakini Allah anakunyanyulia mazingira ya maisha yako, yanapanuliwa. Akhera unaambiwa tushamalizana duniani. Kwa sababu gani? Amekosa uslimu. Wala yumaru biqada'ihi, wala hamrishi sasa kulipa kile ambacho alitakiwa akifanya wakati ni kafiri, idha aslama, pindi akislimu. Kama alipitwa na swala hizo, zaka, sijifunga, haambiwi bwana ushaslimu. Nibalege lini? Tangu 15. Na miaka mingapi sasa hivi? 20. Na mitano lazima ulipe funga zote za miaka iliyopita, zaka utoe, haambiwi hivyo. Allah asemaje? Qaulihi ta'ala, qul lilladhina kafaru, sema kuwaambia wale waliokufuru, in yantahu, wakikoma na wale waliokuwa nayo, yughfar lahum ma qad salaf, wanasamehewa yale yote yaliyotangulia. Ndio maana alislam yajubu ma qablahu, nafuta yaliyotangulia yote. Hiyo ni
kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimalizia hii tuadhini wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam li Amr ibn al-As ama alimta ya Amru anna al-islama yahdimu ma kana qablahu. Alisemaje hapo jawabu lake? Bala. Kwa sio amma, ni ama alimta, hivi hujui ya Amru anna al-islama, kwamba uislamu yahdimu, unabomoa na kufuta ma kablahu, yaliyokuwa kabla yake. Sema bala, kwa ni Mwarabu, bala ya Rasulullah. Kwa hiyo ni moja katika kuonyesha kuwa kafiri pia katika mambo ya furu' na usul ana masali, kiyama atafanyaje? Ataulizwa, kwa kuwa naye ni mukallaf. Kitu ambacho hakubaliwi tu amali zake ni kutokuwa Muislamu, lakini maswali ataulizwa kama kawaida. Sasa nini bora? Bora afanyaje? Nafuu yake asilimu. Sasa kama kuswali utaulizwa, kutoa zaka utaulizwa, na ukafiri wako, bora nini? Bora kusilimu ili ukaulizwe vizuri kila kitu, yani kila kitu. Naam, Allahu hapo sasa majibu ndio itakuwa changamoto. Nuadhin wa inma yuaqabu ala tarkihi, wa inma yuaqabu ala tarkihi, huyu kafiri idha mata ala al-kufri, pindi akifa juu ya ukafiri wake. Kaulihi ta'ala an jawabil mujrimin, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na jawabu ambalo wale waovu pindi wakiulizwa watajibu vipi. Idha suilu, pindi atakapoulizwa kiyama, ma salakakum fi saqar, kitu gani ambacho kimewaingiza katika moto wa saqar? Qalu, watasema lam nakum minal musallin, hatukuwa ni miongoni mwa wenye kusali. Hakuambiwa nyinyi kwanza si watu wa kusali, naona. Akaendelea kuelezea sababu zao za kuadhibiwa kwao. Maana yake nini? Pia ni mukallafuna katika masala ya swala. Walam nakunuti'mu almiskin, pia tulikuwa hatuwalishi maskini. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, tulikuwa tunaingilia mazungumzo na kusema porojo pamoja na wenye kusema porojo. Maana yake kitokea kuna vurugu fulani, watu wanashangilia, wanazomea, na sisi tutaingia. Wanaozomea wanaifanya ibada, wanaotekeleza sunna, na sisi pia tutajichomeka huko. Ndio maana leo tuko katika mazingira haya. Wa kunna nukadhibu biyaumiddin, pia tulikuwa tukadhibisha siku ya malipo. Hatta atana al-yaqin, mpaka akatujia mauti katika hali hiyo. Kwa ni ishara kuwa nao wataulizwa kuhusiana nini? Na furu' pamoja na usul. Furu' mambo ya tauhid, hayo furu' ni hizi swala, zaka na mengine mengi. Mawani'u taklif, vitu gani ambavyo mtu akivipata hata kama ni balighul aqil, ile taklif anasamehewa. Tayari ni balighul aqil, lakini katokezewa na moja katika hivi, basi huyu atakuwa si masuulu katika hicho ambacho amekiacha kukifanya wakati huo. Litaklifi mawani'u, ina taklifu mawani', yani maana vitu ambavyo vitazuia hukumu isipite kwa huyo ambaye ni mukallaf. Minha aljahlu wan-nisyanu wal-ikrahu, miongoni mwazo ni aljahlu, mtu kufanya jambo kwa ujinga, wan-nisyanu kusahau, wal-ikrahu kutenzwa nguvu. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, inna allaha tajawaza an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alayhi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala tajawaza an ummati, ameusamehe, ameuondoshia umma wangu al-khata'a wan-nisyana, kufanya kosa kwa kufanya kwa kusahau, kwa kukosea, sio kama kusudi, na kwa kusahau pia, na kutenzwa nguvu. Wakatenzwa nguvu katika jambo fulani,
lazimika alifanye, basi kama ni la maasiya basi hato hukumiwa katika hilo. Kama kaamrishwa afanye jambo ambalo asili yake hatakiwa alifanye, akalazimika alifanye, basi huyu anakuwa ana mani'u min mawani' at-taklif. Rawahu Ibn Majah wal Baihaqi walahu shawahidu. Tukifunza taisiru mustalah al-hadithi, hapo mtakuta kuna shawahidu, kuna tabi'i, kuna al-i'tibar na mengineyo huko katika taisiru ataelezea kwa upana huko katika masaili ya hadithi. Walahu shawahidu, hadithi na shawahid na alkitabu wa sunna, na kuna dalili ambazo zinaunga mkono hii hadithi, kama ilivyokuja kwa mtu ambaye ametenza nguvu na moyo wake ni mutmainnun bil iman, pia ni katika shawahidu ambazo zinaunga mkono hii hadithi, kuwa haya yanayosoma katika hadithi pia kwenye Qur'ani yanaeleza, wa sunna pia tadullu ala sihhatihi, na nishajua nini usahihi wa hii hadithi. Faljahlu adamu alilmi, kusudia jahal manake ni kukosekana elimu, mtu hana elimu na hilo jambo. Famata fa'ala almukallafu muharraman, muda wote atakapofanya mwenye kukalifiwa na sheria au kulazimiwa na sheria jambo la haramu, jahilan, kalifanya kwa kutojua, bitaharimihi, uharamu wake, fala shay'a alayhi, huyo hana dhambi juu yake, hana kitu juu yake, manake hana maulizo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, namba moja, wa hadhihi qa'idatun min qawaid ash-shar'i, na hii ni qaida miongoni mwa qaida za kisheria. Hii hadithi maana yake ni msemo ya hadithi, lakini wakati wa nini ni qaida. Wa hiya anna al-mu'akhadhata wa tarattub al-ahkam 'ala al-mukallafi inma hiya 'ala 'ilmihi la 'ala ma fi nafsi al-amri idha lam ya'lamhu, wa 'alayha jullu ash-shari'ati fi at-taharati wan-najasati wal-mu'amalati wal-munakahati wal-ahkami wash-shahadati, na kuendelea. Asema kaida nasemaje ya kisheria, wa hiya anna muakhadhata, anna al-muakhadha, kule kuadhibiwa na kuteswa na kuchukuliwa kwamba kafanya kosa, wa taratub al-ahkami, na kule kupangika hukumu ala al-mukallafi, kwa mwenye kulazimiwa na sheria, inma hiya ala ilmi, ili adhibiwe, ili ipangike hukumu juu ya jambo hilo kwa mukallaf, ni pale ambapo akilifanya ala ilmi, juu ya elimu, ana ujuzi nalo, la ala ma fi nafsi al-amri, sio kama jambo linavyoonyesha. Yani fi nafsi al-amri maana yake sio kama jambo lenyewe linavyotaka. Waangaliwa, je, alipolifanya mtu huyu alikuwa katika mazingira gani? Je, anajua hukumu ya hili? Ndio anajua hukumu, ataadhibiwa kwa hilo. Hajui hukumu ya hili, ni jahili katika hili, kwa hiyo inabidi asichukuliwe kwa kuwa hajui hukumu ya jambo hilo. Idha lam ya'lamhu, ikiwa jambo halijui na jambo kalifanya lakini halitambui hukumu yake, kulisiangaliwe nini jambo, angaliwe aliyefanya, je, ana ujuzi na hili jambo, sio fi nafsi amri. Wa alaiha, na kwa kaida hii, jullul sharia, sheria zote hukumu yake ni hiyo, fi taharati, katika mambo ya tahara, wan najasati wal muamalati wal munakahati wal ahkami wa ash-shahawat ash-shahadati, katika mambo ya najasati, labda mambo ya tahara hayo, ukafanya jambo bila kujua, kuna elimu nalo, basi utaambiwa mbona umeswali bila tahara? Kwa kuwa nilikuwa sijui, najua sala yasaliwa hivyo hivyo kichwa, kwa hiyo utaadhibiwa katika hilo. Sababu gani? Una mani'u min mawani'i at-taklif, nini? Al-jahl. Kwa hiyo lazima tuizingatie hii. Turudi kule juu, kama takallama fi salat jahilan, kama ambaye amezungumza katika swala jahilan bitaharimi al-kalami, yani hajui kuwa
imeharamishwa kuzungumza ndani ya swala, hanajui hukumu yake. Au waman taraka wajiban jahilan, au atakayeacha jambo la wajibu kwa kutojua biujubi, hajua wajibu wake, lam yalzamuhu qada'uhu idha kana qad fata waqtuhu, haitomlazimu kulipa hiki ambacho alikiacha kwa sababu ya nini? Ya kutojua. Idha kana qad fata waqtuhu, ikiwa muda wake ushafayaje, ushamalizika. Bidalilin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwa dalili kwamba mtume alayhi salatu wasalam lam ya'muri al-musii'a fi salatihi, hajamuamrisha yule aliyekuwa anakosea swala yake. Kaja kuswali lakini anakosea, hana tumaanina, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Mara ngapi? Mara 3. Mwisho asema ya Rasulullah alimni, sijui chochote katika swala, bidi aingie darasani. Je, aliambiwa zile zote za miaka iliyopita uzirudie? Hapana. Kwa kuwa alikuwa ni jahil, hana elimu ya swala, anaambiwa hii sasa unayeswali ya sahihi, iswali vizuri. Hizo zote zilizopita ujira wake utakuwa umethibiti sababu ulikuwa hujui. Wakana la yatma'innu fiha, alikuwa hatulizani katika swala. Lam ya'murhu biqada'i ma fata, hakumwamrisha kulipa zilizompita min as-salawati, inma amarahu bi fi'li as-salati al-hadira, kamwamrisha atekeleze ile swala iliyopo mbele yake ala al-wajhi al-mashru'i, kwa njia ambayo ni ya kisheria inayokubalika. Namba 2 asema qala Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala, ana mwalimu na wanafunzi wake wametawala kitabu bin Taymiyyah bin Qayyim hadi Rahnam. Qala Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala wal adhharu annahu la yajibu qada'u shay'in min dhalika wa la yathbutu al-khitab illa ba'da al-bulughi, qawlihi ta'ala liundhira bihi wa man balagh. Asema wal adhharu, na iliyokuwa dhahiri, anna al-amra wa sha'na, kwamba mambo yalivyo, la yajibu qada'u shay'in, si wajibu kulipa chochote, min dhalika, katika yale ambayo aliyoyafanya mtu kwa kila nini, hajui, hana elimu nalo. Wala yathbutu al-khitabu, pia hata khitab haithibiti kwake. Ile ya swali kwa mpangilio, kwa utulivu, pia haito mhusu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni jahil. Illa ba'da al-bulugh, illa ba'da al-balaghi, isipokuwa baada ya nini? Ya kufikiwa na nini? Kufikiwa na ujumbe. Liqaulihi ta'ala liundhira bihi, ili liundhirakum bihi, ili niwaonye kwa hii Qur'ani, wa man balagh, na yule ambaye atakuwa imemfikia hii Qur'an na huu ujumbe. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba mtu kama kitu kimempita kwa kuwa hana elimu nacho, au amekifanya vibaya bila ya nini, bila ya elimu, basi huyu hatoambiwa alipe, kwa kuwa alikuwa hana elimu na jambo hilo katika maisha yake. Tafuta kitu. Wanisyanu, maana yake ni dhuhulul qalbi an shay'in ma'lumin. Dhuhul ni kule kughafilika moyo, yani moyo umeghafilika kabisa, kitu akijua, lakini moyo haukutulizana katika hilo, moyo umesahau hilo jambo, namna ya kulifanya. Sangine unakuta maskini unasema kwenye swala, lakini unasoma tahiyatu sehemu ya moyo haupo, au huko chini kwenye tahiyatu unapiga suratul Fatiha mpaka wala dhalina, mbona niko huko chini, moyo umeghafilika hasa pale. Sasa nini hukumu ya mtu wa design hii? Na tunafanya sana hivi, kwa hiyo inatuhusu hivi. Wanisyanu dhuhulul qalbi an shay'in ma'lum, kitu chajulikana kabisa, lakini moyo unaghafilika nacho kabisa. Faman fa'ala muharraman nasiyan, atakayefanya jambo la haram kwa kusahau, fala shay'a alayhi kaman akala fi siyami nasiya, kama mfano atakayekula wakati wa funga kwa kusahau. Namba 4 li hadithi Abi Hurairata
radhiyallahu anhu, sahih Bukhari nambari hiyo na sahih Muslim nambari hiyo, ani nabii sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya, yote atakayekula au atakayesahau, fa akala au shariba au akanywa, wa huwa saimun, hali ya kuwa amefunga, fayutimma saumahu, basi atimize nini? Funga yake. Fa inma at'amahu Allah wa saqahu, huyu aliyemlisha ni Allah na ndiye aliyenywesha. Manake ndiye kamfanya akasahau akala, na ndiye aliyemfanya akanywa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aendelee na ibada yake hiyo, sababu amesahau. Vipi yani? Au kwani nani aliyesababisha afanye hivi? Allah ameshinda kumzuia? Basi man taraka wajiban nasiyan fala shay'a alayhi hala nisyani, katika hali ya kusahau kwake. Walakin, sasa hukumu yake nini? Walakin alayhi fi'luhu idha dhakarahu, huyu wafunga yeye kwa sababu ni wanaita ni alwaqtu ni mudayyiq, si ndio? Wakati ni finyu, hana muda wa kusema ndani ya ile Ramadhani apate muda alipe, ni siku ishakuwa ishapita hivi. Lakini kama ni swala, umesoma tahiyatu kwenye suratul Fatiha, umeshatoa salamu, kwa kuwa muda wake bado ni muwassaa, kuna kitambo ambacho unaweza ukaifanya baada ya kutoa salamu, hapo utafanyaje? Utalipa. Lakini funga, umekula mchana wa Ramadhani, je, kipindi kile inawezekana ukapata fursa ya kulipa ndani ya ule muda? Yani nimekula mchana, labda mchana wa saa 6, je, naruhusiwa saa 8 kulipa ndani ya funga Ramadhani? Siruhusiwi. Kwa sababu gani? Wakati ni mudayyiq, yani huwezi kufanya jambo jingine zaidi ya lile. Tuko sawa? Lakini kama ni swala, wakati wake ni mpana, umekosea katika mwanzo wa swala ya dhuhuri, kuna muda mwingine wa baada yake unaweza ukalipa mbele yake. Hiyo ndio mazingira yalivyo. Liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, idha nasiya salatan, yote ambaye atasahau swala, faliusalliha idha dhakaraha, basi aisali pindi atakapokumbuka. Manake katika sababu za mtu kutosali sala ndani ya wakati wake ni mbili tu, kule kusahau na kulala. Basi hasa muda wote ukikumbuka tu, kama ni ya dhuhuri imekupita, umekumbuka alasiri, ushasala alasiri, pale ndio wailipa huko 11 huko, ndio dhakara hapo, si ndio? Umesahau, umekumbuka wakati huo, sio useme hii naifanya kesho, sasa ishapita hii, shasali na alasiri, mimi nitaanza upya kesho. Asitakuwa umefuata matashi ya nafsi yako, utapambana na kibana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu umetumia akili hali ya kuwa sheria imekupa fursa. Walikrahu manake nini? Ilzamu shakhsi bima yuridu, ni kumlazimisha mtu jambo ambalo halitaki. Umewekewa jisanamu hapa, ambiwa sujudia sanamu, na bunduki tayari iko juu, ushawekewa hapa tayari, huko anaifanya hivi, anaichochea. Sasa kwa kuwa moyo wako umetulizana juu ya imani kwamba bwana, hapa nafanya mimi ni mukra na sujudu. Lakini je, mtu akaamua asubiri katika hili, nini hukumu yake? Nisoma ile aya mtumaini bil iman, pia imefafanua hivyo. Akawa sasa jasiri, yote naliwe. Je, akifa mtu huyu anakwenda wapi? Huyu ni mtu wa janna, kwa kuwa kaamua asubiri juu ya dini yake, aishe msimamo. Lakini haina maana kuwa ukiamua ukafanya vile basi utaambiwa, utalaumiwa. Wewe ni mukra, umetenzwa nguvu. Ni moja katika nini? Mawani'u taklif. Faman ukriha ala shay'in muharramin, yote ambaye atatenzwa nguvu juu ya kitu ambacho ni cha haramu, fala shay'a alayhi, hapana kitu juu yake. Manake hatoadhibiwa mtu huyu. Kama ukriha ala al-kufri
wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kama atakayelazimisha kukufuru na hali ya kuwa moyo wake umetulizana juu ya imani. Yani imani yako 100% kwamba hapa nafanyia hii nguvu niliyofanyiwa, lakini naamini kuwa hili nalo lazimisha nalo 100% nafanya kulazimisha, lakini ni imani, sehemu ya imani unafanya. Ukisoma ile aya utakuta kuna mifano mingi ambayo imetolewa kule, ambayo wakati wa masahaba ilifanyika na ikanukiliwa kwenye nini, kwenye ile aya, katika baadhi ya mifano mingi. Asema wa haddu al-ikrahi an yuhilla bihi ma la yastati'u tahammuluhu, au an yahulla bihi, ya mtukie yeye, yahula kwa maana yakaa bihi, yatuke kwake yeye, ma la yastati'u tahammuluhu, jambo ambalo haliwezi kufanyaje kulibeba, ambalo unaliweza wavumilia. Hata umeona kaya tu na kisu labda, au akungagonga na akata tu vidole, wabaki na msimamo wako, avikati, waliweza kuvumilia. Lakini kama ni risasi, maana yake huwezi. Yani kitu ambacho unaweza kuvumilia kwamba hiki bwana mimi sibadiliki, basi unajikaza, sababu si utaenda kutibiwa bwana, lakini unaonyesha nini, msimamo. Bwana kwenye hili siwezi, nimeminywa sana, huwezi, kubaliana nalo. Ndio maana akasema haddul ikrahi, katika jambo ambalo mtu kabebeshwa jambo ambalo asili yake hawezi kulivumilia, kila akijaribu kuvumilia anaumia. Kwa afanyeje? Achukue maamuzi kulifanya hilo, ili mradi ni mukraha, hataulizwa mbele ya sheria yetu wala hatahukumiwa. Baada sehemu ndogo sana, lakini muda ushaisha. Kiweke tu kama ilivyo, waman ukriha ala tarki wajibin fala shay'a alayhi hala al-ikrahi. Tuweke sehemu hiyo hapo inshallah, nukta. Tutakuja kumalizia na kuendelea na nukta inayofuatia. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya mawani'u at-taklif. Tujajifunza kwenye vitabu vingine, utakuta kina alwajizu na nyinginezo wanataja zaidi ya hizi. Kwa hapo kwa ufupi, kulingana na mukarara yetu ni wa thanawia, kwa inabidi aweke baadhi tu ya machache, mengi atakuja kuelezewa kwenye vitabu vingine. Kwa hiyo tujitahidi kurejea na kufanya murajaa, ili haya maalumati yaweze kuulizana katika akili zetu. Muda umeisha. Niweke alama hii, kwa tukija tuanzia na hilo inshallah tabaraka wa taala, na usiniulize baada ya swala. Barakallahu fiki.